tu nimpata wamelala na yeye. Alistuka hivi. Nikamuuliza pasta, unaweza fanya hii maneno na mzee wangu? Akaniambia hapana hapana, kwa nini umekuja usiku? Na mzee sasa akaanza kunichapa. Akiniambia hapana, umekuja huku kufanya nini wewe? Nikamwambia sasa hapo ndio na nasikia niko na mimba. Ni karibu kujifungua. Hivyo ndivyo sasa alikuwa anafanya kazi. Nilikuwa na hii maisha imekuwa ngumu. Watalala na yeye, watafanya hivyo hapo hapo ama wataingia kwa nyumba ni rumu moja, hakuna bedroom. Si nyumba ni rumu moja na kitanda ni moja. Na nyumba yangu sikuwa tumenunua kitu, tulikuwa tunakalia viti kama hizi. Kwa hivyo ni kitu unaona hapo tu. Umenielewa hapo? Ulikuwa unatulia tu. Ninatulia juu sasa vita. Unaona hii meno mbili? Hii ni yali nitoa. Pole. Niliendanga kutoka kwa nyumba na mtoto wangu, hapo ndio alianza kunichapia. Akaniambia nimekwambia ukae hapa mpaka nimalize vile unaona mbele ya mtoto wangu. Na si ni makosa sana. Mambo mama Ireri. Mzuri sana. Hope uko mzima? Niko mzima kabisa. Karibu sana katika hii chaneli yetu. Asante sana. Tukitaka kukujua zaidi. Okay. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Augusta Muthoni wa Mbogo. Kwetu ni Embu. Umetoka Embu? Mimi nimetoka Embu. Lakini sasa hivi niko Nairobi. Lakini nimetoka Embu, nimezaliwa pale. Mimi ni mtoto wa 7. Na katika ile hali nilikuwa pale, nimesoma mpaka class 8. Mamangu hakuwa na uwezo. Watoto wetu wadogo, nilikuwa naona vile tulikuwa tunateseka. Nikamaliza class 8, nikaambia mamangu ile kitu nataka na nahitaji. Mimi nataka nitafute kazi tuone kama maisha itabadilika. Tulikuwa tu ushago. Nikiwa tu ushago, nikapata mama rafiki yangu, akaniambia niende akatanitafutia kazi, kuna mama rafiki yake ananjua. Hapo ndipo sasa alituma 500 na akanitumia pia, nikakuja mpaka Nairobi. Nikaenda nikaandikwa kazi ya nyumba. Lakini kupitia ile kazi ya nyumba, nilipitia mateso. Kwani sikujua na sikuelewa ile nyumba kama mtu wa nyumba ilikuwa my first time kuandikwa. Sikujua kama wamama wanatesanga watu kazi ya nyumba. Nilikuwa nalala saa 4 naamshwa saa 8 ama saa 9. Naenda kwa bafu, kuosha nguo, kupika, na nilipika usiku. Lakini kukula pale ilikuwa shinda. Kati nilikuwa naekewa tu kandogo tu kwa kikombe. Hata ungesikia kama umekunywa. Ungekula pale hivyo ukipika. Alikuwa anakuja hapa anasimama na amekupimia chakula. Anasiweka na pima, kwa hivyo anajua pale kiwango yenye amekuwekea. Hadi unga anaacha ameweka alama. Hata unga anaacha kama ameweka. Na akikaa akienda kazi alikuwa anarudi anytime. Kwa hivyo nilikuwa saa yote ninatetemeka tu. Juu anytime alikuwa anakaa. Nikafanya kazi pale, mwezi wa kwanza ikaisha. Hakunilipa mshahara. Nilikuwa nalipa 2800. Hakunilipa mshahara na alikataa. Akaniambia wewe kazi hujajua mpaka ujue kazi. Sasa hii mwezi mwingine ilikuwa kufundisha hii ya kwanza. Nikaendelea tu kufanya kazi. Mwezi wa pili ikakuwa mateso imekuwa zaidi. Lakini pale nje kulikuwa na watchman gate. Nilienda nikaongea naye, akaniambia pale wamama wakaangi, pale wasichana wakazi wakaangi, mama nakuanga hivyo alikuanga mbaya. Nikamwambia sasa nifanye aje? Akaniambia wewe kuja nitakutafutia fare ya kwenda ya kurudi nyumbani. Sasa wakati aliniambia hivyo, nikamwambia sasa nitaenda aje? Akaniambia utakuja kwangu. Wenyewe nilienda pale, tulikuwa tunalala na huyo watchman gate. Huko mimi nilienda kwake. Ikakuwa sasa maisha imekuwa ngumu sana pale. Sasa nilipokaa pale, nikaambia mwenyewe wakati alikuja mdosi. Nikamwambia mimi kazi yako nimeshindwa, nimesikia imenishinda, wewe nihesabie pesa yangu. Hakunipatia hata shilingi moja, alikataa, alisema kama utamaliza kazi wewe enda nitakutumia pesa yako. Mimi nimwambia angalia nguo zangu uone vile siko, hakuna kitu yako nimebeba, na nikatoka na nikaenda. Nikakaa na ule watchman gate, nikakaa wiki moja, na yeye wiki ya pili akanitafutia 500 na nikaenda. Kwa hivyo nilikuwa nalala kwake. Na mwenye nyumba hakuwahi jua? Mwenye nyumba hajawahi jua. Juu hata huyo watchman akitoka alikuwa ananiacha kwa nyumba. Na sasa pale anakaa ni mbali, kwa hivyo hata angejua. Na mimi sasa pale nilienda sikuwa najua ni wapi. Kwa hivyo tulikuwa tunaishi na yeye pale nikikaa. Sasa hapo ndio nilikaa akanitafutia 500, hata yeye hakunipatia. Kwa hivyo kazi yake ilikuwa kunitumia tu kulala na yeye. Anakutumia kimwili. Kimwili. Sasa njoo sasa tunaona hakuna kitu ananipatia tu fare 500. Hapo ndio nirudi ushago, lakini vile nienda ushago sikwambia mamangu ati nilikuwa nimekaa kwa mwanaume, nienda nikamuelezea,
vile nimeteseka na vile nimeona mtu akunitumia pesa yangu akunipa. Akaniambia weka hapa, tutatafuta pesa na njoo utasaidika na kazi nyingine. Tulikuwa pale nyumbani, kulikuwa na mama yangu alikuwa anaishi Nairobi. Akakuja kutembelea shosho. Nikamwambia, na si unitafutie kazi Nairobi. Akaniuliza unataka kazi gani? Nikamwambia yoyote, hata kama ni ya nyumba, hata kama ni kwako nitakuja kufa. Akanipatia 500. Akaniambia shika hii 500. On Monday utapanda gari by saa 4 ukifika hapo Tirum usitoke ukae hapo, nitakukujia hapo nikupeleke kazi. Hapo ndio nilikunja, akanipeleka kazi. Nikafika wakati na akanipeleka hiyo Monday, nikakuja akanikujia na akanipeleka kazi. Kazi alinipeleka ilikuwa ya wine and spirits, ni ya pombe. Sasa alikuwa anakupeleka kazi ya wine and spirits. Wine and spirits. Lakini ile wine and spirits ilikuwa ya kuuza si moja moja. Ilikuwa na usana huru. Kwa hivyo ni carton, unakuja na hesabu carton kama 2 kama 5 hivyo. 10 anapeleka. Lakini pale ile kazi niandikwa ni 3,800. Hivyo pia hata nikihesabu pia ilikuwa pesa kidogo. Juu wakati nilikuja ngoja nionyesha kazi, bahati yake kunionyesha pali ya kulala. Amekuleta tu hapo hivyo kwa alinileta. Lakini nikiwa pale wakati alinileta na kanionyesha kazi, nililala kwa saa nje siku 3. Nje siku 3 kwanza. Wapi sasa ulikuwa unalala wapi? Sasa kwa street tu. Kwa street kwa street msichana. Ilikuwaje? Lakini hapo mambo ilikuwa ngumu. Juu na sasa wakati niko nalala kwa street asimu upatane na mwanaume. Sasa siatalala na wewe. Usiku iishe. Sasa ukipata mtu kesho si anaenda na kulalisha unalala kwake. Na ukienda kwake mwanaume hata kulala hata lala na wewe bure, si analala tu na wewe. Sasa hapo ndio nilipata rafiki yangu akiwa pale, alikuwa amekuja na jamaa mwingine. Tulikuwa tunasomanga na huyu mama rafiki yangu alikuwa anaishi Kayole. Na huyo ndiye alifanya nijue hapa Kayole mpaka saa hii bila nakaa hapa. Mama alikuwa anafanya kazi ya mbaa. Lakini alikuwa katika pale mbaa nilikuwa naishi kwa kanisa. Nikamwambia mimi nitakuwa nalipa nyumba, nitakuwa nanunua chakula. Mbona unipatie pale ya kulala? Juu sikuwa na chochote. Nikakuja akasema nikakuja na nguo. Nilipofika pale mama ikakuwa sasa hapa ni wasi. Mama alikuwa na mesa dawa za ARV. Na sikuwa najua huyu mama niliona kimesa kajua mama ni mgonjwa, lakini sasa singemuonyesha vile yeye ni mbaya. Wewe ulijuaje? Niliona alikuwa na mesa, sikuwa zimeandikwa hapo. Zilikuwa zimeandikwa? Alikuwa amegonjeka mpaka madhudo huku, lakini hata sikuwa zimeandikwa, alikuwa anakunywa. Haya. Na alikuwa ananiambia wewe unajichunge, juu wanaume sio wazuri. Yaani alikuwa mtu ananifungulia roho yake. Lakini nakwambia venye vitu ziko. Lakini sasa alikuwa analeta wanaume wengi. Mimi nikitoka asubuhi nikienda kazi nitarudi jioni. Sasa ikafika pahali akakuwa ananiletea wanaume sasa kwa ile nyumba yake. Akikuja ananiletea mwanaume na ananiambia nilale na yeye. Sasa mimi nikakuwa nile wakati wa kufurutana mimi nakata. Sasa siku moja akakuja na mwanaume akamwambia wewe mfanyie chochote sasa ukifika pale. Sasa nikajiuliza si labda amelala na yeye akuja lale na mimi atanifikisha ugonjwa. Jamaa akakuja na 10k kama amekuja nayo kwangu sasa. Nikamwambia, "Ai, na hii 10,000 tutalala na wewe. Basi tutalala na wewe na condom." Akasema, "Hapana, tunalala na wewe hivyo." Nikamwambia, "Si mbaya. Tufanye hivi, twende hospitali twende tupimwe, mimi niko ready na niko sawa." Haya. Wakati tulipofika pale kupimwa, tukaenda tukapata yeye ni mgonjwa. Mimi siko mgonjwa. Mlipata yeye ni mgonjwa? Tulipata yeye ni mgonjwa, lakini yeye hakuwa anajijua. Yeye hakuwa anajijua. Kwa hivyo hata ni Mungu jua ningelala na yeye, angeniambukiza. Lakini yeye hakuwa anajua. Juu nilikataa kabisa kumwambia kama ulale na condom mimi tuende na wewe tupimwe. Na akakubali na tukaenda akapatikana ako nayo. Sasa wakati alisema hivyo, ndio tulirudi, hakunipa ile 10k imepotelea. Na akaniambia nisiambie ule mama chochote. Nilikuwa hata sikwambia yule mama chochote kumuhusu, lakini mama alifikiria nilienda na yule jamaa. Niliporudi usiku niko hapa maisha imekuwa ngumu. Ile kitu nitafanya, nitaondokea huyu mama na niende nifikirie vile nitafanya juu sasa hata niletea tena wengine malale na mimi na nguvu. Mimi hapo ndio nilitoka. Umenishika mpaka hapo? Sasa wakati nilitoka pale, ikakuwa maisha ni ngumu. Ninalala nje. Ninaenda kazi. Ninalala nje. Niko na maisha imekuwa ngumu. Hapo ndio nilianza kujiuza sasa. Ninaenda kuja kwako tukiongea na tukisikizana nalala kwako. Sasa hapo hivyo kwa kazi. Sasa natoka sijui pale kuna customer wengi na wako na pesa wako na nguvu. Tulikuwa tukikuja hapo kunichokosa kidogo tu hivi. Sina pali ya kulala, nimepata pali ya kulala. Unaingia tu box. Akikwambia muende. Naingia box naenda. Sasa nikafanya kazi hata ile pesa nilikuwa nalipa 3,800 ingeweza. Lakini pale nilikuwa na pesa. Kulikuwa na pesa juu nilikuwa na pesa mingi lakini sikuwa nagusa pesa huyo mtu. Juu mama yangu kulingana vile ametufundisha
tujawahi chukua hata shilingi moja kununua switi. Kwa hivyo kuliko pale alikuwa amenionyesha kasanduku nitakuwa naweka pesa. Nilikuwa nawekanga pesa hapo. Akinitumia siku ya kupeleka banka alikuwa anitumianga mtu, tunampeleka na yeye. Tunampata pale kwa banki tutampatia. Hata nilikuwa nasichukua na siweka kwa box pesa mingi sana, lakini sijawahi gusa hata shilingi yake. Unasikia nalipa mshahara 3,800 na sijawahi akini niingie nichukue pesa ya huyu mtu niende nifanye nini? Singekubali. Juu singetaka kupoteza kazi. Juu naona maisha ya boma ni ngumu. Hadi mpaka mamangu alikuwa anaweka, tunauliza tunakula nini, anaweka mawe kwa sufuria inachemuka, mpaka maji inaisha, watoto mpaka wanalala. Anachemsha mawe ndio watoto, anaweka maji anaambiwa ni ugali, watoto wagoje warare kabla. Sasa hivyo ndivyo ushauri. Kwa nimepitia maisha, tunapitia maisha magumu sana. Sasa unaona ile maji alikuwa anachemsha, unaona anaweka maji kwa jiko la mbele, tunapika ugali. Si watoto wataanza kusinzia, watajipata wamera. Juu yeye anashindwa ataenda wapi. Tena unajua pale nyumbani tulikuwa tu ni nyumba ya matope, karumu kamoja. Kwa hivyo tukimaliza mamangu angepata kitu ya kupika lazima tungeondoa mawe, alafu tufagie, tuandike kama hivi sasa tulale. Hiyo ndio maisha yenye ilikuwa. Kwa hivyo nilikuwa napitia maisha ilikuwa ngumu sana. Hivyo wakati nilifika Nairobi nilikuwa nauliza Mungu, tunisaidie nipate maisha naweza saidia hata mama yangu na watoto wetu waweze kusoma. Sasa nilipoendelea hivyo, ule mtu aliendelea sana, njoo alinunua nyumba, alinunua plot na akajenga. Bado ukiwa kwa hiyo kazi. Hii kazi ndio ilikuwa. Ndio ilikuwa inatoa pesa hapa, nilikuwa nauza kabisa. Kuuza nayo nilikuwa nauza pesa mingi. Hata nilikuwa nashindwa hata kusihesabu. Pesa nilikuwa napepa na kidogo kile kikubwa naweka ndoo kama 3 hivi. Pesa. Ukienda pale unasikia amesema amedeposit sijui 1 million. Unaona ilikuwa pesa mingi. Na sikuwa hata mimi sikuwa na ile hamu. Ni kama alikuwa na ucheni, kama alikuwa ametengeneza kazi yake, ukiandikwa hapo ukikaa hapo utawahi siku hata shilingi moja. Na ukweli hata nilikuwa nalala njaa, hata ni wewe ukuje unibaie lunch, lakini siwezi chukua hata mimi hapo ninunue lunch. Kwa hiyo msali kama alikuwa ametengeneza uchawi. Unasikia hapo sasa? Sasa kama alikuwa ametengeneza, na nilikuwa nampelekea anafika kwa bank. Na nilikuwa naambia usionyeshe mtu unaekanga pesa, na nilikuwa nasifungia hapo. Sasa ikafika pale akanunua plot. Ile plot alinunua hapo, sasa ndio kazi ilikuja kuisha sasa. Akanunua plot na kajenga ikafika ghorofa 3. Nikasikia siku moja akakuja akaniambia, unajua ile plot nimenunua imekoniwa. Nikamuuliza aje, akasema nilikosea na namba 1, hii kazi kwanza nafunga niko na stress. Hapo ndio alifungia kazi, nikachua sasa nitaenda wapi? Hapo sasa ndio maisha yangu ikakuwa ngumu zaidi. Sasa unasikia mimi niko msichana, hata sina mtoto, hata sina boyfriend, nasema niko na boyfriend sasa. Pale hivyo au kupata hadi boyfriend wenye mlikuwa mnaenda na wao. Na kundanganya, njoo sasa akikuja pale akilala na mimi leo. Sasa si hiyo maneno amemaliza. Tulikuwa wasichana, mtu akiwa msichana anapitianga mambo magumu sana. Na ni vile mtu akwa, alafu na ushago sikuwa nimetembea. Kwa hivyo sikuwa na ile area huko sikuwa nimejejeruka mambo ya wanaume. Jumba mangu naye alikuwa anatufungia sana. Kwa hivyo na nilikuwa naangalia shida tunapitia. Kwa hivyo sikufikiria kama tunaweza fika pahali tufanye hivyo. Sasa kazi kaisha. Wakati kazi iliisha nilisema mimi siendi nyumbani. Hapo ndio nikapata, nilikuwa tu hapa nikakuja hapa tu Kayole, nikapata huku Riverbank. Watu wanatafuta hizi kuchokora machupa nini. Sasa hapo ndio ninaanza kukula chakula sasa. Tunachukua tukikula sasa. Bado ukiwa kwa hiyo kazi au kuwezanga kuchukua nyumba yako? Sikuwezanga kuchukua. Nasikia hata ile 3,800 nilikuwa napata natumia mamangu sote ili wajisaidie. Nilikuwa nasema hata nilale njaa nikosa nyumba na watoto wapate ya kukula na mamangu. Sasa nilikuwa natuma pesa tu, kwa hivyo sikukomboa nyumba. Sasa nikakuwa nimehangaika, sitaki kuambia mamangu sina nyumba, sina chochote, ndio atarudi kuniambia nirudi ushago, na sitaki kurudi ushago. Hapo sasa ndio nikitembea tu, mtu asemanga natembea natafuta kazi ya kufua nguo. Nikapatana na kijana. Ndio sasa baba watoto. Hapo ndio maneno ilitokea sasa. Nikaona hapa blouse kazuri, nikamwambia hivi unauzaje? Akaniambia sijui alikuwa na 200. Akaniambia hapana, naweza kukumbaia. Nikamwambia basi si unibaie. Akanipea. Hapo tukaongea naye akaniingiza box. Hiyo siku hiyo masaa hiyo. Na sasa hizi nakupalia kulala. Wakati niingiza box, akaniambia utafanya hivi, tutapatana pale fedha kupigia simu. Hivyo na hivyo ndivyo niliolewa na huyo kijana. Na nikakuwa sasa ukaenda mahali ukakaa na nikaolewa. Na nikakaa sasa. Nikakuwa ni mimi sasa nimepata boma. Nikakaa pale tukaongea naenda na niachia chakula.
Lakini nikamwambia tumia mamangu kitu anamtumia. Lakini kumbe nia kujifinya hataki kuniachilia juu ameona msichana mrembo. Na ana mtoto amesimama. Na mimi sikuwa na joroju sasa niliona si hata nili pasi nikuwe na mboma, nikiwa na mboma, unajua ni msuri juu tatengeneza mboma na itakuwa nasaidia hata mamangu nilikuwa kwa mboma. Kuliko kulalanga nje. Hapo sasa ndio nilikaa na yeye. Hiyo mwezi tu nikapata mimba. Hapo sasa katikati ya wale wote nilikuwa naendanga nao sijaipata mimba. Lakini huyu vile tulikaa naye tu kwa nyumba hivi, hivyo ndivyo nilipata mimba na mwezi wa kwanza. Wale wengine ulikuwa unatumia kinga? Nilikuwa natumia kinga. Lakini sasa njoo hapa nimepata boma. Tutasema acha sasa nisae juu mzee ni mtoto. Hivyo ndivyo nilifanya nikapata. Wacha ifike miezi 7. Siku moja niliamkia asubuhi. Ninaenda wapi? Anaenda kunaitwaje? Anaenda NYS. Amepata kazi ya NYS. Nikamwambia niache nikiwa na mimba. Akaniambia wewe utajipanga mimi na akatoka na kaenda na nguo na kaenda. Ukweli na kaenda. Akakuacha kwa nyumba ukiwa na mimba? Na niko na mimba na sitapa. Sina kazi, sina chochote, sina hata. Nikaona maisha imekuwa ngumu. I wish I knew ningejua. Singepata mimba. Sasa hata ni by the way hata hapo sikusema. Nilijaribu kwenda kutoa hiyo mimba ikakataa. Nilikuwa nataka kwa daktari na sina chochote na kwa sina pesa. Ambia tu nitakutafutia pesa baadaye na kata. Sasa sina pesa. Kwa hivyo hapo ndio ningetolea mimba. Ulikuwa unaenda kama sasa naenda kwa daktari namwambia niko na mimba nataka unitoe na muelezea story. Na sina pesa wanakataa. Wanasema mtoto ni baraka. Labda huyu unataka kutoa ndiye atakuwa baraka. Namwambia mimi niko na stress. Sasa hiyo hata kiatu hata slippers na basi fanani. Ni shida yenye imenipata. Hata sasa hiyo hakuna mwanaume anaweza niona. Anaona mimi nakaa shida. Hapo ndio nilitoka nikaenda nikakuja sema tu neipa wazuri walinisaidia. Juu wakati sikia niacha ikiwa na miezi 7 ikienda kuisha. Kwa hivyo nikaa mwezi mmoja nikapata mtoto. Mwezi wa 9 ikianza nikapata mtoto. Ni kama hata sikujua siku zangu vizuri nikapata mtoto. Lakini wamama ndio walinipeleka Pumwani na wamama ndio walinichangia na wakaniendea Pumwani. Na wamama ndio mtu alikuwa ananiletea hii ya kukula, yeye na sasa nilikuwa kwa mama mwingine. Juu sasa sina boma, sina nini, vitu za nyumba nilikuwa nimeuza senye nilikuwa nimeacha juu ya shida. Sasa hapo ndio nikalea mtoto. Wakati alifika tena miezi 6, kimsee kikarudi. After sasa mtoto akiwa na miezi 6. Sasa wakati anafuma. Akarudi. Nikamsha tena umerudi, akaniambia ndio na nikapumwa kabisa. Na mimi hiyo kazi sitaki huko staff. Wacha mimi nimeona vizuri tufanye kazi. Nikamwambia kama umeona hivyo ni sawa. Sio uliniacha nilikuwa na mimba nipata mtoto. Na shida ndio vile ulienda ulinipata tu pale niko hapa. Nikaona labda sasa tutakuwa tena tunasaidiana juu ile shida nilikuwa nayo. Lakini nilipata mtoto wacha tu akae. Akaniambia naenda kuuza maji. Hapo ndio nitafuta kapata place Buruburu akaenda kuuza maji. Nikiwa pale nikapata kazi kwa vijana. Sasa mtoto si anaendelea kukua mkubwa. Sasa pesa yenyewe nilipata kazi kwa vijana, mimi nimjika nikamletea yote. Akaongezea mananasi, matunda yale. Sasa pale nikakuwa sasa nikitoka kaso kwa vijana na mtoto naenda wapi? Naenda pale. Siku moja mama alikuwa hapo, alikuwa pasta alikuwa anaenda na ujuzi, anaenda kaniambia, "Mimi sasa." Mama na ujuzi. Alikuwa anataka pasi ya ujuzi, lakini sasa ikiisha yeye anaenda kuujuzi. Akaniambia fanya hivi, nataka uanzie kazi hapa. Tunamwambia nitaambia mzee akakataa. Huyu mama kanichotea njugu zake, akaniambia hata kupika hapa. Nikaanza kuuza mpaka pale nilikuwa nauza gunia moja ya njugu inaisha. Njugu ya kilo 100 inaisha. Mimi kadhalika kabisa. Sasa tuko na huyu mzee sasa. Mzee akaona kazi yake anauza 200. Ni kama ni mimi nilikuwa nyota yake. Anauza matunda 100, anauza kitu akaniita akasema tutakuwa tunakalanga njugu. Asubuhi moja nilipata kama umesikalanga amekaa hapo na mkropeni nilikuwa nimekomboa amerudisha. Sasa tulituanzia kazi. Kazi kaanza pale tukaendelea na yeye. Lakini kuna kitu ilifanya nistuke sana. Nini hiyo? Juu tukiwa na yeye pale ile wakati nilikuja nikapata mimba. Nikasema ngai. Lakini ili nilikuja nipate mimba mtoto wangu alikuwa mkubwa. Alikuwa haudi? Juu alikuwa 7 years. Hapo. Iko sawa. Akishaingia sasa kwanza kitu ya kwanza, na ile kitu ilikuwa inanifanya nisikie uchungu. Ananiambia hebu tuwekee chakula. Nawekea tu chakula. Ananiambia sasa akimaliza kukula, anachapa mtoto anamwambia na usilale, nataka uone kazi nataka kufanya. Anatoa manguo zote. Na mwanamke anatoa, ni kazi ya aibu kabisa mbele ya mtoto wangu.
Analala na ananiambia nataka ulale uone vile nafanya kama tuko hapa na mtoto. Unanishika? Hivyo ndivyo alikuwa anafanya. Na sasa atatoa nguo mtoto akiwa hapo hivyo? Akiwa anaibika. Na huyu msichana amekuja na yeye? Akiwa anaibika. Hata yeye pia atatoa? Sasa wameshaongea na sasa huyu anataka unje huyu ako na pesa mzee. Na mimi sina chochote. Sasa hapo ndio na nasikia niko na mimba. Niko karibu kujifungua. Hivyo ndivyo sasa alikuwa anafanya kazi. Nilikuwa na hii maisha imekuwa ngumu. Watalala na yeye, watafanya hivyo hapo ama wataingia kwa nyumba ni room moja, hakuna bedroom. Si nyumba ni moja na kitanda ni moja. Na nyumba yangu sikuwa tumenunua kitu, tulikuwa tunakalia viti kama hizi. Kwa hivyo ni kitu unaona hapo tu. Umenielewa hapo? Ulikuwa unatulia tu? Ninatulia juu sasa vita. Unaona hii meno mbili? Hii ni alinitoa. Pole. Niliendanga kutoka kwa nyumba na mtoto wangu, hapo ndiye alianza kunichapia. Akaniambia nimekwambia ukae hapo mpaka nimalize vile unaona mbele ya mtoto wangu. Na si ni makosa sana. Hii meno ni alinitoa, alinichapa mpaka akanitoa hizi meno mbili unaona. Sina meno mbili. Ndiye alinitoa. Pole. Iliangukia hapo. Sasa ikaniambia niko na maisha imekuwa ngumu, wacha niende niite mama yake na watu wake niwaelezee. Nikaita mama yangu mpaka akamsema unapitia hii maneno yote. Kamwambia mama napitianga hii maneno ngumu. Mama yake akaniambia kama usikii kukaa na kijana yangu hapa, wewe toka uende ukaolewe. Hata akiniletea nani namchukua. Ati nikamuuliza mama, na anakuja na msichana analala naye hapa anatuambia tuangalie na mtoto hiyo nitapia muzo. Akasema na kama umeshindwa wewe toka uende. Mamangu akamrudishia, yani unakaa na mtoto wangu mfanyiange hivyo. Alafu mmekaa na mtoto wangu hata kukunja kuniona. Mseme mko na mbuzi yangu hakuna. Akasema mwambie aolewe. Si lazima kae kwangu. Achane na kijana yangu na wewe uchukue msichana wako. Hivyo ndivyo sasa maisha ilichacha. Tukaachana hiyo usiku ndio nakwambianga ndiye alinichapanga mpaka meno ikaisha. Juu ya kumwitia mama yake na watu wetu. Hapo sasa nikakuwa tu kwa nyumba tu na kuvumilia. Nimepata katoto kako na wiki moja. Kameenda hivyo kamefika mwezi. Niko na mateso imekuwa ngumu. Juu hata kuna wakati alikuwa anakuja tu akishika mtoto tu hivi, juu amelala na mtu mwingine, mtoto anakosa kwenda choo. Mtoto alikuwa anaenda kaka ndogo akakuwa kanaenda choo. Mpaka niliishi naenda hospitali na mweka sabuni huku nyuma na muingiza ili mtoto waende choo. Aliishi hivyo. Ati lazima mtoto sasa ningefanya hivyo. Nimuingize nyuma sabuni ili sasa mtoto aende choo. Hivyo ndivyo niliishi na huyo mtoto. Niko na hii mateso imekuwa sana. Sasa story iko hapa. Kuna kanisa alikuwa anaenda inaitwa Pastor Susan, iko hapa Mugendi. Ya Pastor Susan? Ya Pastor Susan. Ati inaitwa? Iko hapa tu Mugendi hapa. Mugendi. Anaitwa Pastor Susan. Huyo ndio sasa alikuwa na hii mambo yote. Sasa siku moja kama niko home mzee kuingia kwa nyumba. Nakumbuka hiyo siku, lakini niliomba sana. Wakati nilipokuwa naomba, hapo ndiye alikuja akaniambia, fanya hivi. Nilikuwa nimelala. Nikaletewa ni kama ni ndoto, ni kama sio ndoto. Lakini hiyo wakati sikuanga mimi mkulino. Hivyo sikuwa nimefungwa kitamba. Nilikuwa tu mtu wa kawaida. Tukiwa hata na yeye nilikuwa tu mtu wa kawaida. Na hiyo wakati ndio nirudi juzi tu ndio nimefungwa kitamba. Ilikuwa hivi, alikuja akasema, na hiyo siku hata nilisikia ujungu, nilikuwa nimelala. Nikaletewa mzee wangu niende kanisani nitampata. Na nikimpata kenye nitaona nitashuhudia. Nikaamuka nikapata kwa kanisa nikapata ni saa 9. Nikashindwa nini nimeletewa kwa ndoto. Nikafikiria nikasema wacha nilale. Nikaambiwa chukua kitambaa ya light blue ujifunge, uombe na utoke. Uende mpaka kwa kanisani. Nikalala tena. Nikasikia ni sauti naambiwa. Ni kama kuota. Nilirudua mara 3. Nikasema hii hapana. Nikasema ama naongeleshangwa na Mungu na sijui. Nikasema wacha nipepe mtoto nihakikishe vile nimeambiwa sitapuuza. Nikasema ngai na ni saa 9. Sini wakati wa kora. Nikasema ndio ingine kaniambia na simeambiwa uende. Hivyo Mungu akikwambia uende hakuna kitu utapatana nayo. Nikacha yule mkubwa amelala, nikachukua kadogo nikapepa sikakona miezi 2. Nikapepa mimi nikatoka nikaenda. Kufika pale Maria stage nikalia sana, machozi mingi sana. Nikaambia Mungu nataka leo unionyeshe njia. Na imagine hiyo siku ndio tuliachana na mzee wangu sasa. Nikaenda pale kanisani. Wako wamefunga mlango. Kufungua nilipata mzee wangu na pasta wamelala, wanalala hapo. Wamelala hapo hivyo. Na si ndio? Hapo hivyo kwa hekalu.
si kwa hekalu. Hapa ukiingia mlango kulikuwa na kiti ilikuwa inakaa kama sofa seat. Tulikuwa tunakalianga pale nyuma. Kanisa ilikuwa mpya tu. Nimpata wamelala na yeye. Alistuka hivi. Nikamuuliza pasta, unaweza fanya hii maneno na mzee wangu? Akaniambia hapana, kwa nini umekuja usiku? Na mzee sasa akaanza kunichapa. Akiniambia hapana, umekuja huku kufanya nini wewe? Nikamwambia nimekuja njoo, ukisai unja kuja, ukiuliwa na huku nje, nitakuja kusema. Nitakuja kuuliza mama ama watu wenyu. Kwa nini sijawaambia? Nikaona wacha nikuja kwa kanisa nione kama uko kanisa, but sikukubali kumwambia vile nimeonyeshwa. Sasa nimwambia vile, akaambia rudi nyumbani. Nikupate kwa nyumba unigoje huko asubuhi. Ulipata tu wamelala ama tu walikuwa wanafanya mambo yao? Si wanafanya mambo yao na ni kanisani. Hiyo kitu nilisikia uchungu sana. Hiyo kitu nilifanya nisikie uchungu. Nikarudi. Nilirudi kwa nyumba, nile nikaomba sana. Hiyo siku ndio tuliachana na mzee asubuhi yake. Hapo ndio nile nikaomba. Mzee akikija kwa nyumba, alipata kama naomba, kwa hivyo alikaa pale nje. Akaija kaniuliza, umemaliza maombi yako? Nikamwambia, kwani kuomba Mungu ni vibaya? Hapo ndio alianza kunitandika. Ulikuja kanisani kufanya nini? Alinitandika mpaka nikatoka, tukaenda na watoto wangu na huko juu ya ile aibu hata ilikuwa na bila anaishia kama ananifanyia. Vile sio sababu hata chukua watoto tu nitembea huko. Unajua jioni nikirudi nilipata amehama. Ulipata amehamisha kile kitu ama ulipata tu amehama tu na nguo zake? Si peke yake na nguo zake. Aliacha nguo zangu na za watoto. Alihama na kila kitu. Na mwisho ilikuwa mwisho wa mwezi. Kwa hivyo hata hiyo nyumba singekaa tena juu iko imelipa tulikuwa tunalipa every month. Alihama na kaenda mpaka kikombe mpaka sahani mpaka kila kitu. Nimeachwa sasa bila. Sasa kutoka hapo sina nyumba, sina nguo kitu nasapikia watoto, sina, maisha imekuwa ngumu zaidi. Hapo ndio nirudi sasa pale kwa tako. Hapo kwetu kuna takataka huko. Tunachokoranga hii machupa. Nitakurudisha nyuma kiasi. Pale hivyo wakati mlikuwa mnauza njugu, haungeendelea na ile kazi ya njugu ama hali ilikuwaje? Hali ilikuwa hivi, ningeendelea nayo. Lakini mimi simekwambia pale nyuma, mimi hatakuwa simekurudisha pale nyuma akakwambia hata kwa ule mzee singechukua hata shilingi moja yake. Sasa sikuwa mimi nimechanuka ati mtu anaweza chukua, ama tukiwa na bibi na bwana ati unaweza kuwa unachukua pesa fulani unajiwekea vile mama anasemanga nimejiwekea. Sasa mimi hata tukiachana sikuwa hata na shilingi hata moja. Bwana ndiye alikuwa kila kitu. Mbona tukinjua ni chakula anaenda ananua unga, anakatakatisha mboga ananipatia enda nyumbani. Na pia ni 40 bob, shika hii 40 enda. Umenishika? Kwa hivyo pale singeshika hata shilingi. Ama vile unasema ujiwekea kama mama, singeweza. Juu hakuna pesa alikuwa ananipatia enda ukafanye shopping. Kwa hivyo nilikuwa na maisha ngumu sana, juu hakuna shilingi ningepata. Hapo umenishika sasa? Sasa wakati nilifika pale ndio nikaenda nikapata amehama, sikujua ameenda wapi. Sasa ikapindi nalala kwa takataka na siti na watoto. Sasa hapa siwezi enda kujiuza juu niko na watoto na sina mtu wa kuachia watoto. Niko na kandoko kakaona miezi 3, huyu mwingine ako na miaka sasa naenda 8. Sio hapo ilikuwa ngumu. Sasa ilikuwa inapinda ingia kwa tako. Ile chakula wanafunga na karatasi. Kuna chakula wanafunganga na karatasi. Umenishika? Ukienda kutupa chakula kwa takataka wanafunganga, kuna mwenye anafunganga vizuri. Hivyo ndivyo tunaenda tunachagua sasa tunakula. Kuna watu wakitupa chakula wanafunganga ndivyo takataka zikija kuchukuliwa at least watu waende wapate zikiwa zimechanganyikana na takataka. Zinatoka huku Karen wapi zinakuja takataka yote inakuja inatupwa huko. Sasa hapo ndivyo hiyo maisha ndio niliendelea nayo. Sasa pasta nikatafuta wazee 3, nikasikia hata kama mwezi sijaridhika, nikatafuta wazee 3 tukaenda pale kanisani. Kwenda pale kanisani tukaongea na wao na Pastor Susan. Aliniambia bwana yako ako na mpenzi kwa nyumba. Kwa hivyo wewe ni kuchoka unachoka buri. Wewe ndio utafute mzee aliachana na wewe. Na maisha iko hivyo. Na akatoka kwa kanisa na akatoka na kaenda. Mtu amekwambia utamrudishia nini? Hakuna. Alikwambia bwana yako ako na mpenzi mwingine. Na ni alimpea hapo kanisani. Si hata walipatana. Alimwambia mimi si upafu yake na watoto niachane na wao. Huyu ndio upafu yako. Umenishika? Huyu ndio upafu yako na ndiye alimpatia sasa ako naye akamchukua na wakaenda. Mimi nikakaa sasa ile maisha ya kuteseka. Na wazee wenye ulikuwa umeenda na wao walisema nini? Walishindwa kusema, walisema sasa hapa hakuna kanisa. Huyo mama si mama na sasa nijue vile nitajishughulikia na watoto sasa ikifika hapo maisha imekuwa ngumu. Sasa wamekwambia hivyo na sisi wako na uwezo wa kukaa na mimi.
na wako na watoto. Sinaona hapa maisha imekuwa ngumu. Sasa hapo nimekuwa nikistruggle sana. Maisha imekuwa ikiwa ngumu sana kwangu. Nikaendelea hivyo, lakini nikapatana rafiki mmoja akaniambia na kupelekea huyu mtoto shule. Hiyo wakati nilikuwa kwa wakati ngumu. Hapo si ndiye alichukua mtoto akanipelekea shule. Sasa huyo mtoto nikapata scholarship. Sasa yako form 4. Lakini huyu mdogo niko na yeye. Huyu mdogo ni mimi natafuta njia namna yoyote hivi naweza saidia yeye. Lakini mnaona bado hata yule ako form 4 bado hapa niko na shida juu nalipiwa school fees peke yake. Kama ni nguo za kuvaa, kama ni vitabu, kama ni karamu, hizo vitu zote, kama ni fare ni mimi. Na wakati wenye mliachana na yeye, kwa sababu aliacha ule mtoto akiwa class, alikuwa 3, alikuwa class 3 na sasa form 4, hajairudi. Hata hajawahi rudi. Hajawahi hata kuja kuona. Hata hajawahi ulisia. Na mpatanangi? Sijaimpata mimi. Hata sijaimuona. Hadi ile kazi ya kuendelea nayo? Hata ile kazi ya kuendelea nayo yindi akaacha, nikasikia sijui amepewa pikipiki, sijui ameenda town. Hata sikuelewa na sikutaka hizo story sana. Nikasema acha tu nikaje nikifikiria sana ndiko kwa maisha ngumu. Sasa kwa katikati ya ile hali kuna mama tu rafiki na Mungu ambariki huyo pasta. Ndio pasta alikuwa ametupatia pale. Huyo ndio sasa alinipatia pesa, akaniambia fanya hivi, nataka sasa nikufundishe kazi ya kutengeneza clips. Huo unatengeneza na Mungu ambariki pale yako. Huo unapika na huo unakuja kuhusia pale. Unaona? Sasa ikakuwa ni sawa, ameniadvise kila kitu. Lakini ni sawa, sasa inaenda hapo. Nitaenda mkono tupu. Sina pesa ya kuanza kazi. Sina kitu ya kupika. Sasa tulikuwa pale hivyo, sasa mtoto akafika form 4. Ako form 4 for now, form 4. Anasoma aje? Mtoto wangu ni mwerevu, anashikanga B+, B, C+ kama ameanguka sana. Wow. Ni mwerevu sana. Alipata aje sponsor? Sponsor alipata, nilikuwa na rafiki. Hapo huko sika hapo nilikuwa na rafiki. Hiyo rafiki nikiwa huko sasa nilikuwa na usanga wine and spirit. Tukapatananga na yeye. Ndiye akaniambianga niko na scholarship acha nikupelekee mtoto. Ndio nimwelezea mashinda yangu. Hapo ndiye alinichukulia mtoto akampeleka. Hapo ndio nikapata. Sasa yako form 4. Sasa yako form 4. Sasa shida umesema tu ni fair. Aya, shinda kama sasa unaona vile wanarudi shule. Kama sasa sijui atarudi aje. Hata yeye uchelewa mkwanga wa mwisho. Saa zingine napatana na kama mtu kama wewe. Nakwambia nisaidie na kitu kile uko nao kidogo, mwingine hivyo. Napata pia kwanza aende kwanza. Ninunue vitabu na ile kitu inatakikana. Aende. Kwa hivyo amesoma katika hali ngumu na amesoma katika hali ya kupitia hata yeye anajua. Umenielewa hapo? Sasa huyu mtoto sinaona sasa yako form 4. Saa hii mimi naendaka kwa takataka. Huko ndio niko sasa. Nikienda tukipata pale ni chukula tupate hiyo maugari mamichele, hiyo ndio tutakuja tukule na tulivike. Lakini wanaelewa. Lakini sasa nimeona pale imefika kama sasa mtoto wangu ni mgonjwa. Huyu mdogo. Ndio sasa ni sile chakula tunakula. Unaona kama sasa juzi nilikuwa nimempeleka hospitali natakikana dawa nini. Mpaka naodisha Mungu. Na si Mungu tu nitoe hii hali ya Kayole. Unitumie tu msamaria mwema, anitoe tu. Kujua kinitoa kama huku Kayole, sitapata nafasi ya kuja tena kuja kuchukura pale tena. Unaona? Nikipata msamaria mwema, niweke kazi, siwezi hangaika tena. Njoo sasa hii hakuna kazi. Na huku Kayole, hakuna kazi nyingine mtu anaweza fanya isipokuwa ya takataka. Aya, sasa kufua haki hakuna kazi. Natafutanga hata kufua hakuna. Lakini nikipata mtu tu anitoe kama hii ya Kayole nipeleke pahali pengine, inaweza kuwa mzuri. Na wewe kwa nini hujatoka Kayole? Sijatoka Kayole juu kama saa hii nyumba sijalipa. Niko na miezi 9 sijalipa nyumba. Hiyo nyumba utaitoka aje? Huyo msee anakujanga hapo lakini anani understand. Namwambia tu ngojea na kulipa. Namdanganyanga rudi wiki moja. Ananiambia nimerudi wiki moja. Namwambia rudi after 1 month nitakupea sote. Sasa imeenda hivi imefika mpaka miezi 9. Sijalipa. Na unalipa pesa ngapi? 2,500. 2,500. Na ndio nyumba iko kidogo sana, pesa kidogo hiyo. Na vile nasikia hiyo nyumba paliko. Ni vile hata niko karibu kwa mto tu. Huko hivyo chini. Huko chini kwa mto. Sasa hii ati maji kuja tu hivi inapita na mimi na kila kitu. Kwanza nikisikia mvua imenyesha, tunasaka kutetemeka, hatuwezi lala. Tunasanga nje mpaka mto tuone imerudi chini kabisa.
Na si government ilibomoa hizo nyumba zenye zilikuwa karibu na mto? Ilibomoa, lakini kwetu iko pale ndio kama 30 meters. Oh, 30 lakini meters. hebu niambie, ukiwa hapo unaona mto ndio ile na imejaa, utaweza lala kweli? Hapana. Huwezi lala. Lakini Mungu kwa yote ni mwema. Juu watoto wangu wamekuwa wakubwa. Lakini sasa unaona, ningekuwa na kazi, ningekuwa mimi mwenyewe na pesa kupata, hata kama ni dhao moja napata. Unaona, naweza gawanisha hii kazi. Najua hii nimeweka kidogo, hii nimelipa nyumba, nimepata hata kwenda kununua unga watoto wangu wasionange saa yote tu ni chakula ya huko Taku. Tunaitanga Taku huko takataka. Taku huko taka huko dust. Kwa dustbin. Unaona sasa? Kuna mtu anakutazama na akitaka kukusupport. Tusaidie na namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 07 07 90 90 910 910 975. 975. Utairudia tena? Okay. Irudia tena. 07 07 90 90 910 910 975. 975. Italeta jina gani? Italeta Agasta Muthoni wa Mbogo. Agasta Muthoni wa Mbogo. Wa Mbogo. Sasa maisha imefika hapo. Hata nilikuwa nasema kama si Mungu alinipandilisha kupitia hiyo. Sasa ndio wakati nilijifunga hii kitambaa, nilienda, si mimi nilijifunga, nienda kanisani nikafungwa. Hapo hivyo hujatupea hiyo story hapo hivyo. Sijakupea hapo story. Nilifunga kitambaa aje. Ilikuja hivyo wakati nienda pale nikakuwa nilionyeshwa wakati wa mzee, nikaona nikakuwa nasumbuka sana, hata nilikuwa namuona kichwa sana. Unajua mama mwingine aliniambia, "Hebu kuja tuende kanisani hii mashinda ikuishe." Nikamwambia, "Na mimi sasa kwenda kufungwa kitambaa." Akaniambia, "Utafungwa, wewe twende kanisani." Sasa kitambaa ndio imeniokolea. Vile nilienda kanisani nienda hiyo siku kama nimefungwa. Nikasema mambo yangu yote kuisha. Sasa ulifungwa na huyo bishop? Hapana. Nienda kanisa nyingine nikafungwa ya Korino. Ya Korino. Sasa wewe ni Mkorino? Mimi ni Mkorino. Sasa ile kitu ilifanya nikasema mambo yangu yote imekwisha. Saa hii hata ningekuwa nimeshatafuta mtu. Saa hii ningekuwa hata nimeenda huko kutega. Kutega ni sinaenda unatega wanaume usiku, unaenda tu na ngoja. Mtu akikuuliza unaenda unalala na yeye anakulipa. Kwa hivyo hiyo kufungua kitambaa imeokoa maisha yako sana. Hiyo saa hii ndio iliniokolea. Sasa siwezi toka na siwezi enda. Juu hata wewe ukienda usimame pale, simuza tauliza Mkulini wanafanya nini hapa? Na si unatoa tu kitambaa? Hapana, wewe ukifungwa wewe toa. Wow. Ukifunga kitambaa naye. Napenda hiyo dini sana. Wewe funga, ukifunga wewe. Na tena hata ukifungwa kitambaa, Mungu anakutokesea mara mingi, anakukataza mambo mingi. Juu kama mimi ukataswa sana. Unaona nilikuwa pale nilikuwa nasaidika watoto wangu, juu nilikuwa naenda pale. Lakini sasa tunaona sasa hii siwezi enda. Juu already nikijaribu nasema sasa hii nitaenda aje. Unapata sasa mambo ingine Mungu anakusuia mbele mambo ingine. Hapo ndio nilifungua kitambaa. Na sasa mimi nimeokoka. Na nikaambiwa acha tu nikae kwa Mungu. Na Mungu usaidizi kwa Mungu sinatokanga. Kila kitu na kila kitu siko kwa Mungu. Na mwenye anaweza kuwa nasikia hii story yangu. Hiyo niko na imani sana maisha yako itachange. Wapenzi watazamaji, kuna hiyo namba nimeweka hapo hivyo. Nimeiandika Muthoni, hiyo namba iko hapo hivyo kwa screen. Na waomba katika hiyo namba nimeweka hapo hivyo. Naweza taka tukue, yani tu transform maisha ya Muthoni. Ningependa sana tu transform namba ya Muthoni. Namba yake iko hapo hivyo. Umesikia hali yenye anaishi katika huku hivi Kayole, na anatamani sana kutoka Kayole kwa sababu maisha yenye iko huku hivi it's a very challenging life. Kwa sababu huku hivi ni ukweli, kupata kazi ni gumu. Kupata kazi ni gumu. Kama uko na kazi outside Kayole, uko na mahali huyu mama anaweza ishi, tafadhali msaidie. Maybe hauna huo uwezo mkubwa. Katika hiyo namba yake iko hapa hivyo, mwekee hata kani 100, hata kani 200, at least hata leo aende anunue chakula apike. Na kama uko na uwezo unaweza msaidia kulipa nyumba
Amen. Mwenyezi Mungu atakubariki. Amen. Chochote ata appreciate. Hata kama uko na 20 bob, hata kama ni 30 bob, yako na ya mwingine, niko sure itaweza kutoa Muthoni kwa hili janga. Na utakuwa umefanya kazi poa, kazi safi, kazi ya Mungu. Na Mwenyezi Mungu atakubariki. Amen. Muthoni, mimi nitakuita mwanamke shujaa. Amen. Kwa nini? Tukiangalia story yako kutoka pale hivyo ukiwa mdogo, ukiwa pale hivyo bado mdogo, uliweza kufanya kazi zingine, kazi ya nyumba, ukaenda pale hivyo, ukaanzia kufanya kazi ya Wine Spirit. Ukakuwa zile pesa zote, afadhali usichukue nyumba ulale nje, ili tu utumie mzazi wako aweze kununulia watoto wenu chakula. Kwa kweli umepigana na uko na hiyo roho ya utu. Na sikuchukua hata shilingi ya huyo mtu hata moja. Na nilikuwa nauza pesa mingi. Hata lunch singechukua 100 hapo. Na mshahara yangu alikuwa analipa tu 3,800. Na hakuwa ananiongezea. Na hata nikimwambia nibaie lunch hakuwa ananibaia. Wow. Alikuwa ananiambia najenga. Na sijawahi fikiria ama kuingiwa na mafikirio naweza chukua hii pesa ya huyu hata 100. Ama vile mtu sema wacha niseme hata 1,000 hakuna. Na hesabu yake akifanya ilikuwa inaingiana. You're just amazing soul. Mwenyezi Mungu akubariki. Na uendelee tu na kuwa na hiyo roho. Amen. Niko na imani maisha yako itachange. Amen. Niko na hiyo imani. Amen. Asante sana. Mimi nakushukuru. Nikaa nitakutafuta tena. Sasa tuongee mambo ya kiroho. Ni sawa. Kitafuta tutaongea mengi. Tutaongea sasa hiyo mambo ya kiroho. Na kupitia hadithi ya maisha yako, kwa kweli tumesoma mambo mengi. Na tunakushukuru sana. Na pia kwa muda wako ningesihi watu kwa muda wako wenyewe umekuwa tu na sisi. Tuweze tu kukuzawadi kitu tu. Katika hiyo namba hapo hivyo nimeandika Muthoni, tumzawadi tu na anything. She will appreciate. Kwa kila siku katika hii channel, watu namsaidia mtu mmoja. Leo ni Muthoni, tumsaidie leo. Na Mwenyezi Mungu atawabariki. Amen. Asanteni sana. Amen. May God bless you. Amen. May I see you in our next episode. Thank you.